nambari 1 dunia nzima. Wasomaji wenu ni Neema Adhiambo. Emmanuel Otieno. Yaliyomo: kutoingia na chakula darasani, kuwajibika, magonjwa ya akili, mambo yanayosababisha magonjwa ya akili. usibonyeze kidude, andamana nasi hadi tamati. Habari kamili. Ni hatia mwanafunzi yoyote kuingia na chakula darasani. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Ni marufuku mwanafunzi yeyote kuingia na chakula darasani. Agizo hili lilitolewa na mwalimu mkuu Bi Jane Makena, naibu wa mwalimu mkuu Bwana Kevin Mabuto na walimu wa zamu. Hii ni baada ya kutambua kuwa wanafunzi kuanzia grade yeyote atakayepatikana akiwa na chakula darasani ataadhibiwa vikali. Unaweza kujiepusha na tatizo hilo kwa kufuata maagizo yafuatayo: kutoingia na chakula darasani, kuripoti yule anayeingia na chakula darasani, kusikiliza kile ambacho mwalimu anasema. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenyu Blessing Shalim kutoka grade ya 7. Mtu mwenye uwajibika huchukua jukumu la kufanya kile kinachotegemewa kutoka kwake bila kulazimishwa. Mwanafunzi mwenzangu, je, unazingatia maadili ya uwajibikaji? Kwa habari zaidi, tungane na ripota wetu. Katika shule ya msingi ya Nulai tarehe 12 mwezi wa 5 wiki iliyopita gwaredini, mwalimu mkuu Bi Jane Makena aliweza kusisitiza ya kwamba kila mwanafunzi anapaswa kuwajibika, yaani kwa kimombo being responsible. Kuwajibika inamaanisha ya kwamba kuwa na mafikirio sawa, kufanya kazi au kitu bila kukumbushwa. Kama mwanafunzi, unapaswa kuwajibika kwa kufuata maagizo yafuatayo: kusoma wakati mwalimu hayuko darasani, kuhakikisha kila mwanafunzi anashiriki katika usafishaji wa darasa, kutopiga kelele darasani ovyo ovyo na kutolala darasani. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, mimi wenyu Catherine Gata kutoka grade ya 7. Kuna aina mbalimbali za magonjwa ya akili. Mpenzi mtazamaji, je, wazitambua? Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Yafuatayo ni mambo yanayosababisha matatizo ya akili. Kwanza, sababu za kibiolojia, ukipenda biological factors. Kurithi kutoka kwa familia. Kama kuna mtu wa familia mwenye matatizo ya kiakili, kuna uwezekano wa wengine kuathirika. Majeraha ya ubongo, ajali au matatizo wakati wa kuzaliwa yanaweza kuathiri akili. Pili, sababu za kisaikolojia, ukipenda psychological causes. Msongo wa mawazo, ukipenda stress wa muda mrefu, unyanyasaji wa kihisia, kimwili au kingono. Msiba au huzuni kubwa kama kupoteza mtu wa karibu. Tatu, sababu za kimazingira na kijamii, ukipenda environmental social causes. Matumizi ya dawa ya kulevya, mfano pombe kupita kiasi, umaskini au hali ya maisha ngumu. 4, magonjwa ya kimwili, ukipenda medical conditions. Magonjwa sugu kama vile saratani, ukimwi na kadhalika. Hitimisho, mambo haya yote yanayosababisha matatizo ya akili yana suluhisho. Msaada wa mapema na uelewa kutoka kwa jamii ni muhimu kwa kuzuia na kutibu hali hizi. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenyu Whitney Hazel kutoka grade ya 6. Magonjwa ya akili husababishwa na mchanganyiko wa sababu mbalimbali za kibiolojia, kisaikolojia, kijamii na mazingira. Kwa habari zaidi, tungane na ripota wetu. Magonjwa ya akili ni hali zinazohusiana na mabadiliko kati ya fikra, hisia, hali ya moyo au tabia ya mtu. Hali hizi zinaweza kudumu kwa muda mfupi au kuwa za muda mrefu, na zinaweza kuathiri uwezo wa mtu kufanya kazi au kushirikiana na watu wengine. Aina za magonjwa ya akili ni pamoja na: kwanza, magonjwa ya wasiwasi, yani anxiety disorders, kama vile wasiwasi wa kila mara, generalized anxiety, hofu kali, yani phobias, mshtuko wa ghafla, yani panic attacks. Pili, magonjwa ya mabadiliko ya hisia, yani mood disorders, mfano msongo wa mawazo, yani depression, ugonjwa wa kubadilika kwa hisia, ukipenda bipolar disorders. Tatu, kusikia au kuona vitu ambavyo havipo, mawazo yaliyovurugika, schizophrenia disorders,
magonjwa na ya tabia ya kibinafsi, ukipenda personality disorders, mfano tabia ya kujitenga na tabia ya vurugu. 5. Magonjwa ya kiwewe, trauma related diseases, hutokea baada ya tukio la kutisha au lenye kuumiza. Mpenzi mtazamaji, magonjwa ya akili ni mengi. Kwa habari zaidi tembelea YouTube yetu New Life Africa International Nakuru. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, mimi wenu Vivian Omari kutoka darasa la 7. Asanteni kwa kuchagua runinga ya New Life Africa International kama runinga yenu nambari 1. Kwa habari hizi na nyinginezo, tembelea YouTube yetu New Life Africa International TV Nakuru. #Raising Leaders for Tomorrow. Tumekuwa watangazaji wenu Neema Adhiambo, Manuel Otieno, Blessing Shalif, Catherine Gata, Whitney Hazen. Vivian Omari. Shukran.